In this morning, people giving the message, thank God, thank for Jesus Christ. Asubuhi ya leo kabla nihubiri ujumbe na mshukuru Mungu Baba na Yesu Kristo. Even though we know God and Jesus Christ, na hata leo hii tunamjua Mungu na Yesu Kristo, without meeting a man of God, you cannot understand the Bible spiritually deeper and deeper, how to live in heaven with God forever and ever. Kama tungepatana na mchungaji wa kweli Daktari Jerokli, atungeza kutambua jinsi ya kuishi mbinguni pamoja na Mungu milele. I never forget. Thank God for meeting man of God, Bishop Jerome, found Manminch in Seoul, Korea. Because of him, I could be a servant to Lord. Because of him, his teaching, his prayer, I came to Africa to meet my brothers and sisters as a servant to Lord. Na siwezi kukosa kumshukuru Bwana Mungu kunijalia kupatana na Askofu Daktari Jerokli, kwa sababu kupitia kwake nimesoma kwake, na leo hii nikaweza kujitoa kuja Afrika na kuweza kuwasaidia ndugu zangu katika Bwana. Thank all the Manmin pastor, workers, leaders, elders, senior clinicians, home cell leader, choir, church member, newcomer in this morning. Na katika ibada hii ya asubuhi napenda kuwashukuru wachungaji wote, wafanyikazi, viongozi wote wa shirika na hata choir. And bless all the Friends Sanctuary church members attending in this morning service. Kitengela Friends Sanctuary and the Ruiru church members be blessed from the through the YouTube live service. Nashukuru pia wageni waliopo, na tena kutosahau washirika wa makanisa ya matawi kama vile Kitengela na Ruiru ambao wanafuata ibada hii moja kwa moja kupitia YouTube, na pia washirika wa Rongai ambao mko hapa. So in this morning, ndio maana asubuhi ya leo I prepare a very special message. Nimetayarisha ujumbe maalum To know how to conquer the land of Canaan. Ni kujua hatua za kufuata ndio kwamba tuteke nchi ya Canaan. How to conquer the city of Jericho. Kuteka mji wa Jericho. So that people conquering the land of Canaan, kabla ya kuteka nchi ya Canaan, we have to prepare people come to Canaan in our heart. Yafaa tufanye matayarisho fulani ndani ya mioyo yetu. So that I prepare this message, preparation, people conquering the city of Jericho, the land of Canaan. Ndio maana asubuhi ya leo nimetayarisha ujumbe wa kusema matayarisho kabla ya kuteka mji wa Jericho na kabla ya kufika nchi ya Canaan. So that because of time, na kwa sababu ya wakati, I will go to the this main message. Nitaingia katika ujumbe moja kwa moja. But I want to review some last Sunday message. Hata hivyo ningependa kufanya marudio ya Jumapili iliyopita. Anyway, when I give this message, hata hivyo nitakapoelezea ujumbe once huu, again thank God for sending man of God, Bishop Jerome, our shepherd, to teach us the message of holiness. Mara tena tumshukuru Bwana Mungu kutuma Askofu Daktari Jerokli ametufunza ujumbe utakaso. Without learning from him, bila kusoma kwake, impossible for me teach the word of God, preach the word of God, people the Lord, people the congregation. Haingewezekana kwangu mimi mbele za Bwana na mbele zenyu kusanyiko niweze kufunza neno la Mungu na kuhubiri. Now I would like to review last Sunday message. Hebu nikubali nifanye marudio ya ujumbe wa Jumapili iliyopita. After the death of Moses, God raised Joshua as the leader of the Israelites. Twajua baada ya kifo cha Musa, Mungu alimuinua Yoshua kama kiongozi wa Waisraeli. The second generation of the Israelites began their earnest march toward Canaan, led by Jehoshua. Na kizazi hiki cha pili cha Israeli walianza mwendo wa bidii wa kuelekea katika nchi ya Canaan wakiwa wanaongozwa na Yoshua. For the Israelites to enter Canaan, they first needed to conquer the city of Jericho. Na ndio kwamba waweze kuteka nchi ya Canaan ilibidi Waisraeli kwanza wateke na kuvuka mji wa Jericho. To do so, they first had to cross the flooded Jordan River lying ahead of them. Na kufanya vile bado iliwabidi wavuke mto wa Jordan ambao ulikuwa mbele yao na ulikuwa umefurika. When the river flooded and the current was rough,
Na wakati mto ulikuwa umefurika na mwendo wake ulikuwa wa kasi It sana. was not easy for millions of people to cross while carrying heavy loads. Katika hali kama hiyo haikuwa rahisi kwao mamilioni ya watu kuvuka wamebeba mizigo mizito. But at this time, our Lord God present a very simple way for the Israelites cross the Jordan River. Lakini hata katika hali kama hiyo Bwana Mungu aliwajalia Waisraeli njia moja rahisi ya kuweza kuvuka mto uliofurika. God's way was to have the priest who carried the ark of God's covenant walk into the flooded Jordan River. Na njia hiyo rahisi ya Bwana Mungu ya kuweza kuvuka mto wa Yordani ambao ulikuwa umefurika ilikuwa ni kwamba makuhani waliobeba sanduku la agano la Bwana waweze kukanyaga katika mto huo. God said that if they did so, the water from upstream would stop flowing and fire up in one hit. Na Mungu alisema ya kwamba wakafanya vile, mtiririko wa maji ungeweza kukoma na kisha iweze kuzikusanyisha kama mlima. With our common sense, it is impossible to make a river with a strong current stop flowing just by stepping into it. Na kwa mawazo ya kijumla tu ya kawaida ya kibinadamu, haiwezekani ya kwamba kwa kukanyaga tu maji, mto ambao umefurika na kasi yake na mwendo wake uko katika kasi, atuweze kusimama. However, because they had experienced the splitting of the big Red Sea, and the Israelites believed that making that overflowing river stop shouldn't be a problem at all. Lakini kwa sababu Waisraeli walikuwa wameshashuhudia ya kwamba bahari ya Shamu kubwa iliweza kugawanyika kwa nguvu za Mungu Mwenyezi, waliamini ya kwamba hata mto huu ambao umefurika utaweza kukwama. According to God's word delivered by Joshua, the priest obeyed immediately and stepped into the flowing water, carrying the ark of the Lord. Na kulingana na agizo la Bwana ambayo alipewa Yoshua, makuhani walitii neno la Bwana na kisha wakibeba sanduku la agano la Bwana wakatia miguu yao kwenye maji ya mto wa Yordani. As soon as the priest's feet were dipped in the water, the flow of the overflowing Jordan River stopped by God's almighty power. Na punde tu makuhani walipotia miguu yao katika maji ya mto wa Yordani ambao ulifurika, basi mwendo wa mto uliweza kukoma kwa nguvu za Mungu. And all of them crossed it as if they were walking through dry land. Na wote wakaweza kuvuka kana kwamba wanatembea kwenye nchi kavu. The confidence among Israelites was boosted. Na kutokana na hiyo ujasiri kati ya Waisraeli ukaanza kuongezeka. And they felt like they could take over Jericho at that very moment. Wakahisi kana kwamba kuna uwezo wa kuweza kuteka mji wa Yeriko wakati huo huo. Yet instead of ordering them to attack Jericho, God commanded them to do something else. Lakini badala ya kuwaagiza waweze kuteka mji wa Yeriko, Bwana Mungu aliwaagiza jambo lingine tofauti. It was to circumcise themselves, the Israelites. Aliwaagiza Waisraeli wafanye tohara. With human thought, people they were about to have a big battle, they should have been ordered to check their weapon and prepare themselves well. Katika hali kama hii, kama ni kimawazo ya kibinadamu ya kawaida, juu walikuwa wanajitayarisha kupigana vita vikubwa, ingefaa waagizwe kujitayarisha silaha na hata kujiandaa kwenye vita hivyo. Why did God command them circumcision? Na mbona Mungu akawaagiza wafanye tohara? It was to show them how to win spiritual battle by faith. Ilikuwa ni kuwaonyesha jinsi ya kushinda vita vya kiroho kwa imani. It was also to remind them that in order to see God's work, circumcision of their heart, that is spiritual sanctification, is necessary. Na tena ilikuwa ni kuwakumbusha kwamba ili kwamba waone kazi kubwa za Mungu, tohara ya moyo, yani utakaso wa moyo ilikuwa inahitajika. If you read the Bible anytime, you must be sanctified, you must be holy.
then you can lead a victorious life. I will bless you. Ukisoma pande zote za Biblia utaona ya kwamba tumetajiwa lazima tutakasike, tuwe watu wenye haki, watu watakatifu, ndipo tutaweza kuona kazi za Mungu. So God sent man of Bishop Jerong how to teach message of holiness. Ndipo Mungu akainua Askofu Daktari Jerong Lee atufunze ujumbe utakaso. How children should be holy, holy and righteous. Jinsi gani watoto wa Mungu imewapasa kuwa watakatifu, watakatifu, watu wenye haki. This was not just a message for Israel, but it carried the secret to receiving blessing in our family, workplaces, and business, and giving glory to God. Ujumbe huu si tu ujumbe wa taifa la Israeli, lakini pia imebeba siri za kupokea baraka zetu katika familia zetu, kazini, kwenye biashara na hata katika namna za kumtukuza Bwana Mungu. Then why did God command circumcision in such critical situation where they were having a battle? Na katika hali hii ngumu ya kujitayarisha kwa sababu vita vilikuwa mbele yao, mbona Mungu akaagiza wafanye tohara? It was to teach not only Israelites but also you and me today how to win victory in a spiritual battle. Sababu yake ilikuwa ni kwamba atufunze si Waisraeli pekee, lakini hata sisi siku za leo tujue jinsi ya kushinda vita katika namna ya kiroho. Even though there is a battle between another country in the world, hata kama it kuna is not vita, physical battle. Vita vikawa kati ya mataifa duniani, si vita vya kimwili. All are spiritual battle. Vita vyote ni vita vya kiroho. The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 12. Biblia imetutajia kwenye Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the power, against the world forces of this dark world, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kushindana kwetu si juu ya nyama au damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. From a physical perspective, kwa mtazamo wa kidunia kimwili, from a point of human being, yani kimtazamo wa kibinadamu, the conquering of Canaan must have been seen as battles between different people. Vita vya kuteka nchi ya Canaan ilionekana kama vita kati ya watu tofauti, but actually they were spiritual battle between good spirit helping God's people and evil spirit trying to dishonor God. Lakini ukweli ni kwamba vita hivi vilikuwa ni vita kati ya roho za Mungu za kusaidia watu na roho chafu za kuweza kutoa na ama kuaibisha Mungu. Battles in the spiritual realm determine the outcome of physical battles. Na ukajua vita vya kiroho ndivyo vinaamua matokeo ya vita vya kidunia kimwili. This was the case when Joshua defeated the Amalekite because Aaron and Hur held Moses' hand up on both sides. Na hiyo ndio hali ambayo ilitokezea wakati Yoshua walipigana vita na Waameleki, wakati Musa alinua mkono wake juu na kisha wakapata ushindi. As written in Exodus chapter 17, when Moses played with his hand up, Israel won, and when he got tired, lowered his hand, the situation reversed and the Amalekite won. Na kama vile utapata kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Kutoka, tunapata ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu Musa aliomba na kuinua mkono wake juu, Israeli walipata ushindi, lakini wakati alichoka na kashusha mikono yake chini, hali ilibadilika na Waameleki wakapata ushindi. Realizing this, kwa kutambua jambo hili, kwa kutambua jambo hili, Aaron and Hur took a stone, had Moses sit on it, and held his hand up on both sides. Haruni na Huri wakachukua jiwe, wakamfanya Musa akiti kwenye jiwe ile, na kisha wakainua mikono yake juu yote. So until Joshua defeated Amalek and gained victory with the people, Moses' arm was not lowered. Na ikawa mpaka wakati Yoshua alipata ushindi dhidi ya Wameleki,
ndipo Musa alinua mkono wake, hakushusha mpaka chini. Eventually the battle resulted in Israel's victory. Na hatimaye ushindi ulienda upande wa Waisraeli. You know, I know the secret of the victory was Moses' prayer. Na kupitia hiyo tujue ya kwamba siri ya ushindi wao ulikuwa ni maombi ya Musa. Yes, clap your hand before the Lord God. Upige makofi mbele za Bwana. When Moses prayed, the heavenly angel and the host got strengthened to fight. But when Moses didn't pray, they lost strength. Lililofanyika ni kwamba wakati Musa alikuwa naomba, majeshi na malaika wa mbinguni walitiwa nguvu na wakapata ushindi, lakini wakati Musa hakuomba, majeshi na malaika wa mbinguni hawakupokea nguvu. In many parts of the Bible, we find records saying that outcome of physical battle is determined not by flesh and blood, but by the spiritual battle. Katika sehemu nyingi za Biblia ukisoma utapata inatuambia kwamba matokeo ya vita vya kimwili haitambuliwi kutokana na mwili ama damu, lakini kutokana na vita vya kiroho. We should know that even though we don't physically fight as soldiers, all affairs in our daily life are related to the battles in the spiritual realm. Yafaa tujue ya kwamba hata kama tupigani vita kimwili kama maaskari, lakini mambo yote ya maisha yetu yanatokana na vita vya kiroho. The battle against Jericho that faced Joshua and the people was also a spiritual battle in which God intervened. Na vita hivi vya Waisraeli kuteka mji wa Yeriko na Yoshua akapata ushindi, ilikuwa ni vita vya kiroho ambayo Mungu aliingilia. We can confirm this from the fact that captain of the host of God appeared before Joshua as he was by the city of Jericho. Na tunaweza kuhakikisha hiyo kutokana na ukweli ya kwamba kiongozi wa jeshi la Mungu kutoka mbinguni alitokea mbele ya Yoshua kabla ya kuteka mji wa Yeriko. For them to be stronghold and victorious in the spiritual battle, the purity of heart was very necessary. Ndio kwamba Waisraeli wapokee nguvu na wapate ushindi katika vita hivi vya kiroho, utakaso wa mioyo yao na usafi ulihitajika sana. This was why God commanded circumcision to Israel that had crossed Jordan. Na ndio maana Mungu akawaitisha Waisraeli ambao walikuwa washavuka mto wa Yordani waweze kufanya tohara. Physically, kimwili, circumcision is merely cutting of a piece of skin. Tohara inamaanisha kijuujuu kutoa ngozi ya nje. The skin of a man's genital. Ngozi ya sehemu ya siri ya mwanamume. But spiritually, lakini kiroho, it signified removing of the foreskin of one's heart. Inamaanisha kuondoa ngozi ya nje ya moyo wa mtu. The Bible says in Jeremiah chapter 4 verse 4. Biblia imetutajia kwenye Yeremia sura ya 4 mstari wa 4. Circumcise yourself to the Lord and remove the foreskin of your heart, men of Joshua and the inhabitant of Jerusalem. Jitahirini katika Bwana, tahirini mioyo yenu enyi wanaume wa Yuda na watu wa Yerusalemu. Here to remove the foreskin of your heart is to circumcise your heart. Na hapa kutahiri ama kuondoa ngozi ya nje ni kufanya tohara ya moyo. Namely is to remove sin and evil and purify yourself by keeping God's commandment. Yani kumaanisha kuondoa uovu na dhambi zote, kujitakasa sisi wenyewe kwa kutii amri za Mungu. So if you read the Bible, 1 John chapter 3 verse 21, 22. Ndio ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21 mpaka 22. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. Wapendwa, kama mioyo yetu haitatuhukumu, tunao ujasiri mbele za Mungu. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandment and do the thing that are pleasing in his sight. Lolote tuombalo twalipokea kutoka kwake, kwa sababu tumezitii amri zake na kutenda yale yanayompendeza. As said, sanctification is related to the receiving our spiritual and physical blessings. Na kama vile imeandikwa hapa, tunapata ya kwamba utakaso uko na uhusiano moja kwa moja na kupokea baraka zetu za kiroho na za kifedha. So that all of church in the world prosperity come into a way of
prosperity come into my pocket, prosperity, money come into my pocket. Na ndio maana ukiangalia makanisa mengi siku za leo wanahubiri tu mahubiri ya kufanikiwa, kutajirika na pesa na kubarikiwa tu. Yes, you know, I know God won't bless you. Na tunajua Mungu kweli anataka kutubariki. But in the church we have teach them the condition to be blessed from the Lord God. Lakini kanisani sharti tuwafunze masharti ya kutimiza ndio kwamba tubarikiwe na Bwana. And without teaching the condition to be blessed from only committing adultery, stealing something, judging other people, they come to church, God, Father God, bless me, my business, my work, my children. God never answer your prayer. Na bila kufundisha watu masharti ya kutimiza ndio kwamba watu wabarikiwe, watu watazidi tu kutenda dhambi, kuzini, kudanganya na uongo na mambo kama yale, na kisha kuja kanisani, Bwana Mungu nibariki, na baada ya pale hawataona baraka za Mungu hata. When you put word of God and resemble heart of God, ukitii maneno ya Mungu kwenye matendo na uweze kufananisha moyo wa Mungu under tu, God's permission anything can happen instantly. Ndipo katika ruhusa ya Mungu chochote kitafanyika kwa muda mfupi. But before that, it is important that we first must be a man of God, a spiritual man. Then God will be with you and can walk. Lakini kabla ya hiyo kutendeka, yani Mungu kufanya lolote uombalo, cha muhimu ni kwamba kwanza unafaa kufanya tohara ya moyo, na tena kwa ujasiri utii amri zote za Mungu, ndipo Mungu atende kazi. After the consumption of the Israel, there were great tension between Israel and Jericho. Na baada ya Waisraeli kufanya tohara, kukawa na mvutano mzito kati ya Waisraeli na watu wa Yeriko. Now Jericho was tightly shut because of the son of Israel. No one went out and no one came in. Na sasa basi malango ya Yeriko yalifungwa kwa udhabiti kwa ajili ya Waisraeli. Hakuna mtu yoyote ambaye alitoka ama kuingia ndani. The Bible say like this. Biblia ndio imetaja vile. Jericho put itself on the highest alert. Na Yeriko akawa wameweka usalama wa juu sana. It looked like they left no room for Israel's attack. Ikawa kana kwamba hawajaacha nafasi yoyote ya Waisraeli kuwapiga vita. But God had already dispatched his heavenly host and its captain. Lakini Bwana Mungu tayari alikuwa ameshaachilia jeshi lake kutoka juu mbinguni na kiongozi wao. And he promised Joshua saying in Joshua chapter 6 verse 2. Na akaidi Yoshua kama vile alimwambia kwenye Yoshua 6 mstari wa 2. See, I have delivered Jericho into your hand along with its king and its fighting men. Tazama, nimeitia Yeriko mikononi mwako pamoja na mfalme wake na watu wake wa vita. God also told them detailed strategies for their victory. Na zaidi ya hiyo, Bwana Mungu aliwaelezea kwa undani zaidi mikakati na njia za kufuata ndio kwamba wapate ushindi. So if you pray and deep into heart of God. Na ndipo ukiomba na uombe zaidi na uingie katika moyo wa Mungu. Our Lord God want to tell you the victory or the detailed step for your victory in your life, in your working place, in your company. Bwana Mungu atakusaidia upate mikakati za undani zaidi ndio kwamba upate ushindi katika maisha yako. Yes, after crossing the Jordan River, the Israelites still had a lot to go through in order to perfectly take possession of Canaan. Na baada ya Waisraeli kuvuka mto wa Yordani, haikuwa ni mwisho, bado walikuwa na mengi ya kupitia ndio kwamba waweze kuteka nchi ya Canaan. The next obstacle after Jordan River was the city of Jericho, which was even more difficult to overcome. Baada ya kuvuka mto wa Yordani, kizuizi ambacho kilifuatia ilikuwa ni kuvuka mji wa Yeriko, ambayo ilikuwa ni ngumu zaidi ya kushinda. The double-layered wall surrounding Jericho was thick enough for carrier to run over it. Na ukaangalia hata ukuta wa Yeriko, ukuta ambao ulikuwa wa safu mbili, ulikuwa ni ukuta mzito sana ambao hata magari geza kupita juu yake. Moreover, firmly armed soldiers were
guarding it. Na zaidi ya hiyo, maaskari ambao walijiami kweli kweli walikuwa wanailinda. There was absolutely no way for the Israelites to attack the city on their own. Na hakukuwa na njia yoyote hata ya kwamba Waisraeli waweze kubomoa ukuta wa Yeriko kivyao. Hata hivyo, God had already decided that he would give victory to Israel in this battle. Mungu alikuwa ameshaamua ya kwamba lazima Waisraeli watashinda katika vita hivi. God himself taught them how to destroy Jericho. Mungu mwenyewe aliwafunza jinsi gani watabomoa ukuta wa Yeriko. He told all the soldiers and the people to march around the city once a day for 6 days and 7 times on the 7th day. Aliwaagiza maaskari wote na watu wote wa Israeli waweze kutembea wakizunguka Yeriko yote mara moja kwa siku 6 na kisha siku ya 7 wazunguke mara 7. While the Israelites marched around the city, the 7 priests walked in the front holding trumpet made of sheep horns. Na wakati wa Israeli walizunguka mji huu mara 7, makuhani 7 walikuwa nazunguka wakibeba sanduku la Bwana na tena baragumu ambazo zilitengenezwa kutokana na kondoo. They were followed by the people carrying the ark of the Lord's covenant. Walifuatwa na watu ambao walikuwa wamebeba sanduku la agano la Bwana. God told them that they shall march around the city 7 times on the 7th day, and that when the priest make a long blast with the trumpet, they shall give a loud shout. Mungu akawaagiza ya kwamba watazunguka mji ule mara 7 siku ya 7, na kisha makuhani watakapopuliza baragumu ndipo wataweza kupiga kelele na kushangilia. So all the Israelites followed the detailed strategy for their victory as God told them. Na hivi ndivyo Waisraeli walifuata mikakati na njia zote ambazo Bwana Mungu aliwapa ndio kwamba wapate ushindi. As Joshua chapter 6 verse 16 say, kama vile Yoshua 6 mstari wa 16 isemavyo, the 7th time around when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout. Walipozunguka mara ya 7, makuhani walipopiga baragumu kwa sauti kubwa, Yoshua akawaamuru watu akisema, pigeni kelele. For the Lord has given you the city. Kwa maana Bwana amewapa mji huu. Now Joshua shout. Na sasa Joshua kapiga kelele. Command them. Akawaamrisha wapige kelele. At that time something was amazing happened. Wakati huo jambo la kushangaza likatendeka. The double layered wall, which was very difficult to make a hole through, even if a large number of soldiers had attacked, suddenly collapsed when Joshua commanded the army, shout. Wakati Yoshua aliagiza kundi lote wapige kelele na kushangilia, jambo la kushangaza ni kwamba ukuta wa Yeriko ambao ulikuwa ukuta mzito, ukuta wa safu 2 ambao ulikuwa ni vigumu sana hata kama maaskari wangeza kuupiga, maaskari wengi uliweza kubomoka mara moja. When Joshua commanded the army, shout, they shouted. They shouted. Wakati Yoshua aliamrisha jeshi lake wapige kelele, walipiga kelele na kushangilia. Then suddenly the city of Jericho collapsed. Na kwa ghafla mji wa Yeriko kabomoka. Now, na sasa you can see that Joshua had a victory in 2 cases till now. Na mpaka hapo hiyo safari yote tunapata Yoshua amepata ushindi mara 2. Also, I will tell you next time. Na wakati ujao pia nitawaelezea. Even though Joshua had a victory in 2 times, also Joshua failed in their victory 2 times. Hata baada ya kupata ushindi mara 2, baadaye pia walishindwa mara 2. When Joshua did not obey God's word, ni wakati Yoshua alikosa kutii maneno ya Bwana. Then this blessing will bless you so much next time. Na wakati ujao utabarikiwa sana kupitia ujumbe huo. First, he could cross the Jordan River.
Ushindi wa kwanza ni kwamba alivuka mto wa Second, Yordani. Joshua was able to collapse the wall of Jericho castle. Na ushindi wa pili ni kubomoa ukuta wa kasri ya Then Yeriko. how could Joshua receive answer from the Lord God and had victories 2 times before conquering the land of Canaan? Na ni kwa sababu gani Yoshua alikuwa na uwezo wa kupokea jibu la Bwana na kuweza kupata ushindi mara mbili kabla ya kuteka nchi ya Canaan? Number 1. Kitu cha kwanza, Because Joshua was a spiritual man whom the Lord God had chosen. sababu ya kwanza ni kwa sababu Yoshua alikuwa mtu wa kiroho ambaye Mungu mwenyewe alimteua. Number 2. Sababu ya pili, Because Joshua got permission, that is, received consent from the Lord in doing the work of God. sababu ya pili ni kwamba Yoshua alipokea ruhusa, yani alipokea idhini kutoka kwa Bwana kabla ya kutenda kazi yake aliyopewa na Bwana. Number 3. Kitu cha tatu, Because Joshua understood the situation of Jordan River and Jericho and knew what he should do. sababu ya tatu ya Yoshua kupata ushindi ni kwa sababu alielewa hali ya mto wa Yordani, akielewa hali ya ukuta wa Yeriko na alijua cha kufanya. Please remember these 3 aspects. Tafadhali kumbuka vipengele hivi vitatu. Yes, because Joshua was a spiritual man, he was able to cross Jordan River, conquer city of Jericho. Naam, kwa sababu Yoshua alikuwa mtu wa aina ya kiroho, alikuwa na uwezo wa kuvuka mto wa Yordani na kisha katika mji wa Yeriko. Yes, because Joshua obeyed God's word, that is, received consent from the Lord God through his prayer in doing the work of God, he was able to cross Jordan River and conquer city of Jericho. Nasema hivi kwa sababu Yoshua alitii maneno ya Mungu, yani alipokea idhini na ruhusa kutoka kwa Bwana kupitia maombi yake, ndio kwamba atende kazi ya Bwana. Alikuwa na uwezo wa kuvuka mto wa Yordani, akawa na uwezo wa kuteka mji wa Yeriko. Yes, because Joshua understood the situation of Jordan River and Jericho and knew what he should do. He obeyed God's word and followed the strategy of God. So he was able to cross Jordan River and conquer the city of Jericho. Na tena nasema hivi ya kwamba Yoshua alipata ushindi kwa sababu alielewa hali ya mto wa Yordani na tena hali ya mji wa Yeriko na akajua cha kufanya. Ndio maana alitii maneno yote ya Mungu na akafuata mikakati ambayo Mungu alimpa, akawa na uwezo wa kuvuka mto wa Yordani na kuweza kuteka mji wa Yeriko. Dear brothers and sisters in Christ Jesus, Ndugu zangu ni wapendwa katika Kristo Yesu, dear Manmin church member and the newcomer, na washirika na hata wageni waliopo, do you want to receive answer from the Lord God and lead a victorious life like Joshua? Say amen. na kama ungependa kupokea baraka na kuishi maisha ya ushindi kama vile Joshua, hebu sema amen. All of you replied amen. Ni ukweli nyinyi nyote mmejibu mkisema amina. Yes, if you want to receive answer from the Lord God, lead a victorious like Joshua. Naam, kama ungependa kupokea baraka za Bwana na kuishi maisha ya ushindi kama vile Yoshua, Please remember the teaching of our shepherd Bishop Jerongni. He taught us the gospel of holiness for 39 years to be sanctified, avoiding every kind of evil in our heart. basi tuweze kukumbuka mafundisho ya mchungaji wetu Askofu Daktari Jerokli. Ametufunza ujumbe wa utakaso kwa miaka 39 ya kutusaidia kutakasika na kuepukana na kila aina ya uovu ndani ya mioyo yetu. Jealousy, hatred, telling a lie, judging other people, committing adultery, greed, selfish motive in our heart. Akatusaidia tutambue uovu ambao tunafaa kuondoa mioyoni mwetu kama vile chuki, wivu, kudanganya, kubadilika, kuasi, kuzini na mambo kama yale. Remembering the teaching of Shepherd Bishop Jerongni, I would like to suggest to you, Manmin church member and newcomer, 3 aspects to receive answer from the Lord God and lead a victorious life. Kwa kukumbuka mafundisho ambayo mchungaji wetu ametufundisha Daktari Jerokli, ningependa kuwadokezea washirika wetu wa Nairobi Manmin na wageni ambao mko hapa
vipengele vitatu ambavyo tunafaa tufuate ndio kwamba tupokee baraka za Bwana na tuishi maisha ya ushindi kila wakati. First, I would like to delve into the first aspect. Hebu niingie katika kipengele cha kwanza. Number 1. Kitu cha kwanza, You should be a spiritual man. yafaa tuwe watu aina wa kiroho. You should be a spiritual man. Mtu wa kiroho. Also, you meet a man of spiritual man. Na pia utafute mtu wa kiroho. If you read the Bible, Ukisoma you Biblia, can see that God called spiritual men and spoke to them. tunapata tu ya kwamba Mungu aliita tu watu wa kiroho na hao ndio alinena nao. Do not call any person. Hakuita mtu yoyote ovyo Never call ovyo. sinners Hakuita wenye dhambi to do the work of ati God. wafanye kazi ya Mungu. I will give you one or two example in the Bible. Nitakupa mfano mmoja ama mifano miwili ndani ya Biblia. If you read John chapter 20 verse 11, 18. Hebu fungua Yohana mtakatifu 20 mstari wa 11 mpaka 18. Bible says, Biblia inasema, after Jesus was resurrected from the dead, baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, Jesus appeared to Mary Magdalene, not to anyone. Yesu alimtokezea Maria Magdalene wala si mtu yeyote. Jesus appeared to Mary Magdalene alone. Yesu alimtokezea Maria Magdalene peke yake. Jesus said to Mary, Na Yesu akamuita Maria. she turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, teacher, teacher. Ndipo Maria akamgeukia Yesu na kusema naye kwa Kiebrania, Raboni, maana yake mwalimu. Mary Magdalene was amazed. Na Maria Magdalene alishangazwa. His heart would jump and jump with great joy. Haikosi moyo wake lirukaruka kwa furaha kubwa. She never expected this Jesus who died on the cross live again. Hakutarajia kwamba huyu Yesu aliyekufa msalabani ataishi tena. He could see miracle. Aliona muujiza. How could see this living Jesus living again now, this time? Aje akaona Yesu ambaye alikufa ameishi tena wakati Her huu. heart was jump and jump with joy. Moyo wake ukawa unarukaruka kwa furaha. She wanted to touch the feet of Jesus. Akataka kugusa But mguu wa Yesu. Jesus said, Lakini Yesu akamwambia, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father God. usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba Mungu. Go instead to my brethren and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu ambaye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. You know one thing? Ujue jambo moja. After raising from the dead, Jesus should greet Father in heaven first and come down. Jambo la kwanza ujue hapa ni kwamba baada ya kufufuka ilimpasa Yesu kwanza apae juu kupatana na Baba Mungu ndio ashuke chini. Even though Jesus met Mary Magdalene just in the morning, tell her, don't touch me. I have to go to heaven first, greet my Papa, thank you, glorify me, to die on the cross, forgive the sin of the people living in the world. Hata kama Yesu alipatana na Maria Magdalene asubuhi kulipopambazuka na akafufuka, ilibidi amwambie usinishike kwa sababu yafaa kwanza niende kwa Baba juu kule mbinguni, nimsalimie na nimshukuru, asante kwa kunitukuza, And kuniinua. Jesus came down from heaven Ndipo Yesu akashuka after chini greeting Father in heaven. baada ya kumsalimia Baba juu The same mbinguni. day, Na hiyo siku in the evening, jioni yake our Lord Jesus appeared to his 12 ndipo disciples. Yesu akatokezea wanafunzi wake 12. When you serve the Lord in the house of God, Tukitumikia Bwana nyumbani mwake, have you tried to meet your bishop greeting? je, ushaijaribu kutafuta askofu kwanza? It is very, very important. Ni jambo la muhimu sana When your sana. children, Watoto wako when you come back from school, wakirudi kutoka shuleni, you knock the door, Papa and Mama greeting. I had a wonderful time in school. I study harder. I study harder, and I am so blessed today. Mama, thank you to see you again in the evening.
Jambo la kwanza la kufanya ni kubisha mlango wa wazazi na kusalimia wazazi. Asante, nimekuwa na siku nzuri leo, nimesoma kwa bidii na nimekuwa hivi na hivi, na leo hii nimefika nyumbani na furahia. Some of you do not report anything to the papa and mama. Lakini watoto wengine hakuna ripoti yote kwa mzazi. So we cannot be true children. Hatuwezi kuwa watoto wa kweli wa Mungu hivyo. Yes, when Jesus was raised from the dead early in the morning, Jesus appeared only to Mary Magdalene first. Tunaona ya kwamba wakati Yesu aliweza kufufuka asubuhi na mapema, alikutana na Maria Magdalene kwanza. You can imagine how much Jesus loved Mary Magdalene. Na hivyo ndivyo tunaona jinsi gani Bwana Yesu alimpenda sana Maria Magdalene. Many people may think that Jesus should have appeared first to Virgin Mary who gave birth to him physically. Watu wengi wanawazia ya kwamba haikosi Yesu alifaa apatane na Bikira Mariamu ambaye alimzaa Yesu kimwili kwanza. But Jesus did not appear to Virgin Mary. Lakini sivyo, Yesu hakupatana na Bikira Mariamu kwanza. Jesus appeared first to Mary Magdalene because she was higher in spirit than any other people. Yesu alikutana na Maria Magdalene kwanza kwa sababu Maria Magdalene alikuwa katika ngazi ya juu ya kiroho zaidi ya mtu yeyote. So Jesus appeared first to Mary Magdalene after he was raised from the dead, not Virgin Mary, his physical mother. Na ndio maana baada ya kufufuka kwake, Yesu hakupatana kwanza na Bikira Mariamu mamake wa kimwili, alipatana kwanza na Maria Magdalene. What does that mean in our Christian way of life? Na hiyo inamaanisha nini katika maisha yetu ya Ukristo? From the first time when you receive Jesus as personal Savior in your life, when you continue to come to church and hear the word of God from a man of God, you came to know that your faith would grow step by step. Tangia siku yako ya kwanza ya kumpokea Yesu kama mkombozi na ukaokoka maishani, na hadi wa leo ukasikia neno la Mungu kanisani kila wakati na kusoma kutoka kwa mtumishi wa Mungu, umefika kutambua ya kwamba kutokana na imani yako na ile bidii kutafuta mtumishi wa Mungu ndipo utaweza kukua hatua kwa hatua. Then some became servants of the Lord and some became elders. Na wengine wakafanyika watumishi wa Mungu, wengine wakafanyika wazee. And some became church leaders. Na wengine wakafanyika viongozi kanisani. But before entering the Spirit or the Holy Spirit, we belong to the flesh. Lakini tujue kabla kuingia ngazi ya roho au roho kamili, bado tuko katika ngazi ya mwili. We are not able to discern what is good or evil in a light way. Hatutakuwa na usawa katika kutambua njema ni gani na baya ni gani. Then what should you do to discern what is good or evil in your way of life? Na tufanye nini maishani ndio kwamba tuwe na uwezo wa kutambua vizuri gani ni mbaya na gani ni nzuri? You need to have the spiritual insight into seeing who can testify that the Lord God is a living God. Yafaa uwe na mtazamo ama macho ya kiroho ya kuweza kutambua ni nani huyo ambaye anashuhudia Bwana Mungu ni Mungu aishie. And you should have a spiritual insight into seeing who talk to you only affirmative words, not giving negative word. Na unafaa kuwa na mtazamo na uwezo wa kuweza kuchunguza mambo ya kiroho, uweze kutambua ni nani ambaye anasema mambo mazuri wala si mambo mabaya. Even if anyone gives you a negative word, even a little, hata kama mtu atakuletea mambo mabaya hata kama ni kidogo kiasi gani, always should consider whether he or she is right or wrong. Yafaa hata kama ni kidogo utambue huyu mtu ni mbaya ama mtu mzuri. Be careful of meeting them. Uwe mwangalifu ukipatana nao. Even though they are servants of the Lord, even though they are elders, even they are church leaders. Hata kama ni mchungaji ama mzee kanisani ama ni kiongozi kanisani. Therefore God calls a spiritual man and spoke to him. Ndipo Mungu huita watu wa kiroho na hao ndio ananena nao. In a human view, katika mtazamo wa kibinadamu, Jesus should have appeared to his physical mother Virgin Mary. Ilifaa Yesu apatana na mama wake wa kimwili Bikira Mariamu. But at the time after he was raised from the dead, Jesus appeared to Mary, Virgin Mary first, because she was higher in spirit than any other people. Lakini kama vile tuonavyo, wakati Yesu alifufuka mara ya kwanza hakupatana na Bikira Mariamu, alipatana na Maria Magdalene kwa sababu alikuwa katika ngazi ya juu zaidi ya wengine. Do you want to know what
the heart of Mary Magdalene? Je, ungependa kujua moyo wa Maria Magdalene? Before meeting Jesus, Yaani kabla ya kupatana na Yesu, she was living a miserable life. aliishi maisha ya shida tupu. But she heard the news about Jesus. Lakini alisikia tu habari kuhusu Yesu. Even though she did not see him, she trusted Jesus and had a strong desire to meet Jesus someday. Hata kama hakuwa amepatana na Yesu moja kwa moja, lakini alikuwa na hamu kubwa ya kwamba siku moja atapatana na huyu Yesu. She prepared to meet Jesus with not only her heart but also her gift. Alijitayarisha sana apatane na Yesu, si kwa moyo tu, lakini kutayarishia Yesu zawadi. Even though she made earned her living by needlework, Hata kama aliweza kuishi maisha yake na kupata matokeo ya kuweza kudumisha maisha yake kwa kazi za kushona, she saved money to buy an expensive perfume for Jesus. aliwekeza pesa ndio kwamba aweze kununua marhamu ya bei ghali ya kuweza kumsaidia Yesu. Her heart was so good and so beautiful. Na moyo wake ulikuwa ni moyo mpana, moyo mzuri So she sana. came to know that she could not meet Jesus empty-handed without any gift. Na akajua ya kwamba hatapatana na Yesu mkono mtupu pasipo chochote. She bought an expensive perfume till she met Jesus. Na akawa anajiandaa miaka hiyo yote kabla apatane na Yesu, akanunua marhamu ya bei ghali. Maybe she prepared 1 year more. Pengine alijitayarisha mwaka kama mmoja. One day she heard the news that Jesus came to her hometown and was invited by a Pharisee. Na siku moja akasikia habari ya kwamba Yesu amekuja mjini mwao na ametembelea mfarisayo mmoja. You know, the expensive perfume cost, it was around 300 denarius, 300 days wage of life. Na ukijua marhamu ambayo alinunua ilikuwa ni marhamu ya bei ya denari 300, mshahara wa siku 300. She did not hesitate to enter the house, even though the guards in the gate did not allow her to enter the house. Na hata kama maskari kwenye mlango wa kuingia katika nyumba ya mfarisayo walimzuia, hakusita kujikaza kuingia pale ndani. Entering the house, she did not hesitate to wait. Na alipoingia hakusita ati kungojea. She directly approached Jesus and poured out perfume on the feet of Jesus and washed Jesus with her hairs. Alipoingia kwenye nyumba ile hakusita, moja kwa moja alimwendea Yesu, akamwagia kichwani na hata miguuni marhamu ambayo alikuwa amenunua. Jesus could see her heart and forgave her sins. Na Yesu akaona moyo wake na kisha akamsamehe dhambi zake. From that time on, Mary Magdalene only followed Jesus and served him till Jesus died on the cross. Na kuanzia pale katika muda wote alishinda akimfuata Yesu na kumtumikia hadi alipokufa msalabani. Even though Jesus died on the cross, Na hata kama Yesu alikufa msalabani, she prepared perfume to spread on Jesus' body after the third day. bado alimtayarishia Yesu marhamu ya kummwagia mwilini mwake kabla ya kufufuka siku ya 3. When Jesus' tomb was empty, Na wakati kaburi la Yesu she ilikuwa was tupu, crying alone. alikuwa nalia akiwa peke At yake. that time, Jesus appeared first to Mary Magdalene. Ndipo wakati huo Yesu akamtokezea Maria Magdalene wa kwanza. I'm sure all of you want to meet this kind of woman or man. Me too. I'm looking for this kind of people to be used for the glory of Lord in Kenya, Africa. Ninayo hakikisho kwamba nyinyi nyote mnatamani kupatana na watu aina hii, na vile vile kwangu natamani ninapohudumu hapa Afrika nipatane na watu aina hiyo ya kuweza kutekeleza kazi za Mungu. If we want to receive answer from the Lord God, lead a victory like Joshua. Na kama ungependa kupokea majibu kutoka kwa Bwana Mungu na uishi maisha ya ushindi kama vile Yoshua, Secondly, jambo la pili, you receive permission from the Lord God. That is, you should receive consent from the Lord God through your prayer. imekupasa upokee idhini kutoka kwa Bwana, yani upokee ruhusa kutoka kwa Bwana Mungu kupitia sala zako. Would you please open your Bible, the book of Philemon? Hebu fungua Biblia yako panapo kitabu cha Filemoni. You know that the book of Bible is made of
66 books. Na kama vile ujuavyo, Biblia imetungwa kwa vitabu 66. The Old Testament is made up of 39 books. Agano la Kale vitabu 39. And the New Testament is made up of 27 books. Agano Jipya vitabu 27. But the book of Philemon is one book among the 66 books of the whole Bible. Lakini kitabu hiki Filemoni ni kitabu moja kati ya vitabu 66 vya Biblia nzima. And it has only one chapter. Na Filemoni iko na sura moja tu. The book of Philemon Kitabu cha Filemoni is one book ni kitabu kimoja, and only one chapter. sura moja pekee. Even though only one chapter is written in the book of Philemon, it is one book among the 60 books of the whole Bible. Na hata kama Filemoni ni kitabu kimoja tu kati ya vitabu vyote na iko na sura moja tu, bado ni kitabu mojawapo kati ya vitabu vyote 66. Then why did God allow this book of Philemon to be written in the Bible even though it is only one chapter? Na mbona Bwana Mungu akaruhusu kitabu hiki Filemoni andikwe kwenye Biblia hata kama iko na sura moja tu? It means that. Inamaanisha kwamba, It means that. inamaanisha, It means that. inamaanisha, It means that. inamaanisha, It means that. inamaanisha. This book of Philemon is very important. Kitabu hiki cha Filemoni ni kitabu muhimu sana. Because the heart of God is written in the book of Philemon through the heart of Apostle Paul. Kwa sababu ndani ya kitabu cha Filemoni tunapata moyo wa Mungu ambao unaelezwa kutokana na moyo wa mtume Paulo. Now you can learn now. Na sasa kuna jambo nasoma. I will explain to you the story of the book of Philemon. Hebu nikuelezee hadithi kuhusu kitabu cha Filemoni. When Apostle Paul met Philemon, Wakati mtume Paulo alipatana na Filemoni, Philemon became Paul's disciple and was ministering at his house. Filemoni alifanyika mtumwa ama mwanafunzi wa Paulo, akawa anatumika nyumbani mwake. When Philemon became Paul's disciple, Wakati Filemoni alifanyika mwanafunzi wa Paulo, one man Onesimus was working under Philemon. Filemoni alikuwa na jamaa mmoja aitwaye Onesimo aliyekuwa mtumwa chini yake. But this Onesimus disobeyed and left Paul. Lakini Left Philemon. huyu Onesimo alikosa kumtii Filemoni na akamwacha. Paul met this Onesimus in Rome. Na ikawa Filemoni akapatana na mtume Paulo akiwa kule Roma. And Onesimus became Paul's disciple as a co-worker. Na pale Roma Onesimo akafanyika mfanyikazi mwenza wa Paulo. But now Paul wanted to send Onesimus to Philemon, so he wrote the book of Philemon. Na sasa ikafika wakati Paulo anataka kumrudisha Onesimo kurudi kwa Filemoni, ndipo akaandika kitabu hiki, waraka wa Filemoni. In the book of Philemon chapter 1 verse 10-14. Na sasa tuangalie Filemoni sura hiyo ya kwanza mstari wa 10 mpaka 14. Paul said to Philemon, Paulo anamwambia Filemoni, Philemon, I appeal to you for my son Onesimus, na kuomba kwa ajili ya mwanangu Onesimo, who became my son while I was in chain. aliyefanyika mwanangu nilipokuwa kwenye minyororo. Formerly he was useless to you, Mwanzoni alikuwa hakufai, but he has become useful both to you and me. lakini sasa nakufaa sana wewe na mimi pia. He became my disciple. Amefanyika mwanafunzi wangu. I am sending him, who is my very heart, back to you, Philemon. Na mtuma kwako yeye aliye moyo wangu, hasa kwako wewe Filemoni. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chain for the gospel. Ningependa nikae naye ili ashike nafasi yako ya kunisaidia wakati huu nikiwa kifungoni kwa ajili ya Injili. But I did not want to do anything without your consent. Lakini sikutaka kufanya lolote bila idhini yako. So that any favor you do would not be seen pushed but
would be willingly. ili wema wowote uufanyao usiwe wa lazima bali kwa hiari. Yes, Paul said to Philemon in verse 20-21, I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord, refresh my heart in Christ. Na tena Paulo anaandika kwenye sura hii kwenye mstari wa 20, anamwambia ndugu yangu, natamani nipate faida kwako katika Bwana, uburudishe moyo wangu katika Kristo. Filemoni, If you forgive Onesimo, ukiweza kusamehe if you Onesimo accept Onesimo, na umkubali Onesimo, you can refresh my heart. utaweza kuburudisha moyo wangu. Even though Paul was a spiritual father to the Philemon, Na hata Paulo mwenyewe alikuwa baba wa kiroho wa he want to Filemoni, receive consent from him. bado alitaka apokee idhini kwanza kutoka kwa Filemoni. Confident of your obedience, I write to you, Philemon, knowing that you will do even more than I ask in this letter. Mstari wa 21, nikiwa na hakika ya utii wako na kuandikia, nikijua kwamba utafanya hata zaidi ya yale ninayokuomba katika waraka huu. Even though Paul was a spiritual father to Philemon, Paul said to him, I do not want to do anything without your consent. Hata kama Paulo mwenyewe alikuwa baba wa kiroho wa Filemoni, bado alimwandikia akimwambia, sikutaka kufanya chochote bila idhini yako. Then how about our co-worker, Manmin Church pastor, elder, and home cell leaders? Na kama ni vile, sasa tujiulize sisi wafanyikazi wenza, wachungaji wote, wazee wa kanisa na viongozi wote wa maeneo. Can you do anything without receiving consent from the church, your bishop? Je, utafanya chochote pasipo kupokea idhini kutoka kwa kanisa au kwa askofu? No. La hasha. We cannot do anything without receiving consent from the church SDU committee or church leaders committee. And the next, we have to receive last approval from the head of church, senior pastor, bishop. Hatufai kufanya chochote pasipo kupokea idhini kutoka kwa kanisa, yani kuanzia kwa komiti ya kanisa na kisha komiti ya kanisa na kisha kupokea idhini ya mwisho kutoka kwa askofu ama kichwa cha kanisa. You are running a company. Tuseme unaendesha You are kampuni, the boss in the company. wewe ndio boss wa kampuni. Another worker, general manager, without getting permission from you. Na tuseme wafanyikazi wengine ama kiongozi kwenye kampuni yako bila idhini yako, To do something with another leader. anafanya kazi ingine pamoja na viongozi Can you wengine. allow them to work as a general manager, as man in your company? Je, utamruhusu aendelee kufanya kazi kama general manager ama mfanyikazi kwenye kampuni yako? Can you allow them? Utamkubali kweli? Yes or no? Sema ndio au la. No. La hasha. Hallelujah. 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 There is regulation of the church. Kuna sheria kanisani. In Kenya, there is the law of Kenya. Hata kwenye taifa la Kenya kuna sheria yake. You have to keep it. You are the citizen of Kenya. Juu sisi ni wananchi wa Kenya, imetupasa In the tuzishike. kingdom of God, there is law of spiritual law. Na tena kwenye ufalme wa mbinguni kuna torati za ulimwengu wa kiroho. Now, Na sasa please open your Bible, Acts chapter 6, verse 1 to 7. hebu fungua Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka 7. Jesus' disciple Wanafunzi wa Yesu said, walisema, we will give our attention to the word of God and prayer. tutajitoa sana katika maneno ya Mungu na maombi. We will servant only give our attention to the prayer and the word of God. Sisi watumishi wa Mungu tutajikaza na kujitoa sana katika maombi na neno la Mungu. Please choose 7 deacons who are wise and faithful. Na mutuchagulie mashemasi 7 ambao wako waaminifu, watu wa kweli. We will turn this responsibility that is helping the poor over to them. Na jukumu hili la kusaidia watu maskini tutawapa hawa 7. If you understand this message clearly, Kama umeelewa ujumbe huu kwa usafi vizuri, clap your hand, people. The onyesha ishara kwa kupiga makofi kwa nguvu. If you want to receive answer from the Lord God and lead a victory like Joshua,
Tukitaka kupokea majibu kutoka kwa Bwana na tuishi maisha ya ushindi kama vile Joshua. Thirdly, Cha tatu, you should understand the situation of the times yafaa uelewe hali ya majira ama wakati, and should know what you should do in the house of God for the glory of the Lord. na ujue ambacho imekupasa kufanya ndani ya nyumba ya Bwana kwa utukufu wake. I will give you an example in the book of 1 Chronicle chapter 12 verse 32. Nitakupa mfano kutoka kwenye kitabu cha Nyakati ya Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. 1 Chronicle chapter 12 verse 32. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Bible say, Biblia inatuambia, from Issachar tribe, men who understood the times, kutoka kwa watu wa Isakari waliofahamu majira, men who knew what Israel should do, were 200 chiefs with all their relatives under their command. watu waliojua kile ambacho Israeli inapasa kufanya walikuwa viongozi 200 pamoja na jamaa zao wote chini ya uongozi wao. To understand this message, 1 Chronicle chapter 12 verse 32. Ndio kwamba tuelewe ujumbe huu katika Nyakati ya Kwanza 12:32. When you read the Bible, Ukisoma when you Biblia read any verses, ama kifungu chochote to ndani ya understand the Biblia, message, ndio uelewe ujumbe wake. number one, Kitu cha kwanza, you have to know the background of those time in the history of the Old and the Bible. yafaa kwanza uelewe hali ya nyakati siku hizo, kama ni historia ya dunia ama historia ya Biblia. You should know the background of those time in the history of the Old and the Bible. Yaani ujue hali za nyakati hizo, kama ni historia ya dunia ama historia ya Biblia. Number two, Kitu cha pili, you should know what instruction this message gives us. uchambue ujue ni maagizo gani ujumbe huu unatupa. Hallelujah. Hallelujah. Number three, Na ya tatu, we should know how we should apply this message to our life at the end time. tujue tutatumikisha aje ujumbe huu tukiwa katika nyakati hizi za mwisho. Why the Lord give the message to you and me? Mbona tukapawa ujumbe huu wewe na mimi? After learning this message, Baada ya kusoma ujumbe we know huu, how to apply this message to our life. tujue jinsi ya kutumikisha ujumbe huu ndani ya maisha yetu, To lead a victorious life. tuishi maisha ya ushindi. Clap your hand before the Lord God. Makofi mbele za Bwana. Without meeting a man of God, Usipopata mtumishi wa Mungu, we cannot know how to lead our life. hatuwezi kujua kuendesha maisha yetu. Meeting a man of God, Kupata mtumishi wa at the same Mungu, time, na wakati huo all huo of us should be a spiritual man. uwe mtu wa kiroho wewe mwenyewe. Amen. Clap your hands. Tufuate kwa makofi, makofi. Today's message Ujumbe wa leo will touch all of you. itakugusa sana sana. Amen. 호호. 아멘. 아멘. 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다. 내 뜻과 정성 모두 날마다 기도합니다. 내 주여 내 발 붙드소 그곳에 서게 합소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. First,
Cha kwanza, let us delve into the background of the time in the history of the world and the Bible. hebu tuangazie kwanza hali za nyakati hizo katika historia ya dunia na Biblia. If you read 1 Chronicle chapter 12 verse 32, Mara tena tuangalie Mambo ya Nyakati ya kwanza 12:32. Bible say from the Issachar tribe, men who understood the time and knew what Israel should do were 200 chief with all their relatives under their command. Biblia inatuambia watu wa kabila la Isakari, watu waliofahamu majira na kujua kile ambacho Israeli inapasa kufanya, walikuwa viongozi 200 pamoja na jamaa zao wote chini ya uongozi wao. There were 12 tribes of Israel in Israel. Kulikuwa na makabila 12 ndani ya taifa la But Israeli. when the first king Saul died, Lakini wakati mfalme wao wa kwanza, mfalme Sauli alipokufa, a commander of the army in the northern kingdom of Israel made Ishbosheth, who was the son of King Saul, king over Israel. jenerali na jemedari katika jeshi la ufalme wa kaskazini ya Israel aitwaye Ishbosheti alimfanya mwana wa mfalme Sauli kuwa mfalme wa Israel. But many tribes who were living in the northern kingdom of Israel were disappointed so much because of King Saul. Samahani, mwana wa kwanza wa mfalme Sauli Ishbosheti alifanyika mfalme wa Israeli, lakini makabila mengine mengi katika kaskazini ya Israel walikwazika kwa sababu ya mfalme Sauli. So many people who belong to 10 tribes in Israel wanted David to be a king of Israel. Ndio maana watu wengi katika makabila 10 ya taifa la Israel walitaka sana Daudi awe mfalme wa Israel. Now I want to help you to know the background of the time in Israel. Hebu nikusaidie sasa ujue hali ya nyakati hizo katika historia ya Israel. So 1 Chronicle chapter 11 verse 1-3. Turudi nyuma kidogo, Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 11 1-3. All Israel came together to David at Hebron and said, Israeli yote walimjia Daudi kwa pamoja huko Hebroni, wakamwambia hivi: we are your own flesh and blood. Sisi ni nyama yako na damu yako. And they anointed David king over Israel, Na kisha wakamtilia Daudi mafuta kama mfalme wa Israeli, as the Lord had promised through a prophet Samuel. kama vile Bwana alivyoahidi kupitia nabii Samueli. At that Na time, wakati huo from Issachar tribe, men who understood the time of King Saul and knew what Israel should do were turned chief with all their relatives under their command. ndipo wakati huu tunafika kwenye andiko la leo. Watu wa kabila la Isakari, watu waliofahamu majira na kujua kile ambacho Israeli inafaa kufanya, walikuwa viongozi 200 pamoja na jamaa zao chini ya waongozi wao, Being at the head of other tribes, yaani wakiwa mbele, mstari wa mbele ya makabila mengine. those people from Issachar tribe who understood the time of King Saul and knew what Israel should do were turned chief with all the relatives under their command. Walikuwa watu 200, viongozi 200 na jamaa ambao walikuwa chini zao katika chini ya uongozi wao, walielewa nyakati za mfalme Sauli na wakajua ambacho wanafaa kufanya kama Israeli wakati huu baada ya They Sauli. followed David to be a king of Israel. Ndio maana wakamfuata Daudi wakitaka sana awe mfalme wa Israeli. 200 chief among Issachar tribe were trained to do the work of God. Na ikawa viongozi 200 wa kabila ya Isakari waliadhibishwa na kufunzwa kufanya kazi ya Mungu. The leaders clearly understood the time of King Saul. Na viongozi hawa walielewa vizuri majira na wakati wa mfalme They know Sauli. how to discern what is good, what is wrong. Walijua kutambua jema ni gani, baya ni gani. So they wanted David to be a king of Israel, made him king over Israel because David was a spiritual Na man. wakatambua Daudi alikuwa mtu wa kiroho, wakajua jinsi gani watamfanya kuwa mfalme wa Israeli. Nevertheless, Isitoshe, by the instigation of the enemy devil Satan, many Israel people were tempted
by the cunning wood of Absalom, a son of David. Isitoshe, kutokana na ushawishi wa adui Ibilisi na Shetani, Waisraeli wengi walidanganywa na maneno ya hila ya Absalom, mtoto wa Daudi. Absalom so crafty. Absalom alikuwa mwenye hila And sana. become handsome. Alikuwa anaonekana And talk vizuri well to the Israel people. na kuongea maneno matamu. He bought the heart of Israel people. Akanunua mioyo ya Do not Waisraeli. send them to the King David. Hakuwatuma kwa mfalme You come to Daudi, me, mkuje I will help kwangu, you. nitawasaidia. Bought the heart of Israel. Akanunua mioyo ya Waisraeli. Did not follow King David, try to kill David, his father, to make Absalom king of Israel. Akadanganya watu wasimfuate mfalme Daudi, wamfuate, na hivi akatafuta mbinu za kumuua babake mfalme Daudi ndio kwamba awe mfalme wa But Israeli. at last, all those evil people together with Absalom perished. Lakini mwisho tunaona watu hawa waovu wote pamoja na Absalom waliangamia. Those 200 people knew what they should do when the evil King Saul died. So they were united as one and made David king of Israel. Na sasa viongozi hawa 200 wa kabila la Isakari walijua vyema maovu ambayo mfalme Sauli alitenda, na baada ya kukufa kwake wakatambua kuunganika pamoja kumfanya Daudi kuwa mfalme wa Israeli. Now, Manmin Church members, Na sasa kwetu washirika wa Nairobi we Manmin, should know how to apply this message, 1 Chronicles chapter 12 verse 32, into our way of life in order to defeat the enemy devil and lead a victorious life. tunaposikia ujumbe huu kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza 12:32, imetupasa tujue jinsi ya kuitumikisha ujumbe huu katika maisha yetu, ndio kwamba tujue jinsi ya kumshinda adui Ibilisi na Shetani, tuishi maisha ya ushindi. So we should follow a spiritual man. Ndio maana imetupasa tufuate mtumishi wa roho. Then we will not be tempted by the cunning word of those who are not in the spirit. Na hivyo basi hatutashawishika kwa maneno ya hila ya wale ambao hawajaingia ngazi ya roho. Number 2, when we read the Bible, Na ya pili, tunaposoma Biblia, we have to know the instruction given to you and me. tujue Biblia imetupa maagizo gani katika kila ujumbe, What instruction did you learn through today's message? na maagizo gani umesoma kupitia ujumbe wa leo. You learn how to understand the present situation of Kenya or that of Nairobi Manmin Church. Tumesoma jinsi ya kuweza kutambua majira na wakati na hali ya taifa letu la Kenya, ama majira na wakati na hali ya kanisa letu la Nairobi Manmin. Next, Halafu you learned how to know what you as children of God should do for Kenya and for Nairobi Manmin Church. baada ya kujua hali na majira na wakati, cha kufanya ni tujue jinsi ya kutenda ama cha kufanya hapa Kenya na katika kanisa letu. If there are 200 spiritual leaders with all different family under your command, Na kama kuna viongozi 200 kwenye makabila tofauti chini ya uongozi wako, who know what Manmin Church members should do, ambao wanajua cha kufanya kama kanisa la Nairobi Manmin, Manmin Church can be prosperous so quickly and stand up in Kenya, in Africa. basi Manmin Church tutasimama imara, tutaweza kufanikiwa katika kazi zetu zote hapa Kenya na Afrika nzima. Under the spiritual leader Bishop Dr. John through his teaching, we can save so many souls through this message only in Nairobi, in Kenya, and in Africa. Na chini ya uongozi na mafundisho ya mtumishi wetu wa kiroho Askofu Daktari Jerok Lee, tutafanikishwa kuweza kuokoa nafsi wengi kujua mapenzi ya Mungu, iwe ni Nairobi, Kenya na Afrika nzima. God wants all of your Manmin family to be a 200 shepherds among Issachar tribe. Na Mungu anataka sisi watu wote wa Nairobi Manmin tuwe kama viongozi 200 kati ya kabila la Isakari. If you understand, you are blessed through the message, and Na clap your hand, kama and clap umebarikiwa your hand. kupitia Say ujumbe wa leo, amen. sema amen na makofi ya nguvu. Makofi, makofi. May the Lord bless you. Munapobarikiwa, Stand up, please. kama umebarikiwa, simama. Hallelujah, Almighty Father God of love.
Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works to transcend space and time on those who are receiving this prayer around the world. Give them faith and drive away negative thoughts and doubts and drive away all tests and trials. From head to toe, all entrails, joints, nerves, tissues and cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit and with the original light. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs and viruses and infirmities, go away. May the light come. Drive away all endemic diseases such as malaria. All contagious diseases such as cold, flu and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them of after effects of all kinds of accidents and fix their broken bones. Restore them from burns and let the heat and burning sensation go away and let there be no scar left. Be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. Give them the blessing of conception. May you receive the blessing of conception. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, the ruler of the air, and evil forces of darkness, go away. And their servants also go away. Father God, give them strength to cry out in prayer and to cast off sin and to become sanctified. As their soul prosper, let all things go well with them. Let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters throughout this week, and bless them to lead a prosperous life without any problems. With the firewall of the Holy Spirit, with the heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes, protect all your children, their family, workplace, and business. Give students wisdom and understanding, and give them fervent passion to study hard. Please keep their hearts and minds from the worldly things, and let them love Father God all the more fervently. Whether your children eat or drink or whatever they may do, let them do it all for the glory of Father God. Let them say, I met God, I experienced God, I received answers and blessings. Let them testify with their lips like this. Father God, thank you. Be glorified alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. GCN.